Tukio hili muhimu la uzinduzi wa majengo mapya matatu ya mahakama za mwanzo Lupatingatinga, Ndobo pamoja na Madibira katika wilaya tatu tofauti katika kanda na mkoa wetu wa Mbeya. Aidha, ninawashukuru pia wananchi wote ambao tumekusanyika hapa, viongozi pamoja na wote wenye mapenzi mema ambao tumekusanyika pamoja hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu. Mheshimiwa wananchi, kwa mujibu wa ibara ya 107 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama ndicho chombo au mhimili wenye mamlaka ya utoaji haki katika nchi yetu. Katika utoaji wa haki, mahakama inatakiwa kuzingatia katiba, sheria mbalimbali zilizotungwa na Bunge, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali inayotolewa na viongozi. Inatakiwa pia kuzingatia nyaraka mbalimbali ikiwemo dira inayoongoza taifa katika kuhakikisha tunatekeleza wajibu wetu. Sisi kama mahakama tumejidhatiti katika utoaji wa haki kwa watu wote na tuko tayari kufanya hivyo mapema ipasavyo. Katika kufanya hivyo tunaongozwa na kwanza Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria nyingine zote ambazo zimetungwa na bunge letu, lakini pia kanuni na miongozo mbalimbali, lakini pia dira ya taifa 2026-2050 ambayo katika sehemu ya tatu imeweka misingi mikuu minne ambayo ni utawala bora, amani na utulivu, usalama na amani, utulivu pamoja na usalama, na mpango mkakati katika utekelezaji wa hiyo dira umeitambua mahakama katika sehemu ya tatu, sehemu ndogo ya kwanza moja, kwamba haki ndio msingi wa utulivu, usalama, lakini pia na ustawi na maendeleo ya wananchi, na kwa sababu hiyo imetambua mahakama kama chombo muhimu katika kuhakikisha utekelezaji wa dira hiyo ya taifa unafikiwa kwa kadiri ya wananchi wa Tanzania kupitia viongozi wao na wawakilishi wao walivyopanga na kujielekeza namna ya kuwa na nchi au nchi yao itafananaje kwa miaka 25 ijayo kufikia mwaka 2050. Mahakama sisi katika kutekeleza jukumu hilo tumeweka malengo mengi, lakini kwa leo nitataja machache. Moja ni kuhakikisha tunawafikia wananchi walipo na tunaweza kutoa huduma kwa weledi na bila ubaguzi, lakini pia kuhakikisha huduma za mahakama zinapatikana mapema kadiri inavyowezekana. Hivi tunavyozungumza na katika kutekeleza adhima hii ambayo ipo kwenye dira ya taifa, lakini pia na mpango mkakati wa mahakama hivi tunavyozungumza, ndani ya mwaka huu na mwezi mmoja miwili ijayo, mahakama itazindua vituo vya mahakama kuu 6, na katika hivyo kimoja tayari kimekwisha kuanza kufanya kazi, navyo ni mahakama kuu kanda ya Simiyu, kanda ya Singida, kanda ya Lindi, kanda ya Njombe, kanda ya Songwe na kanda ya Katavi. Hivi tunavyozungumza tayari Simiyu imekwisha kuanza kufanya kazi, lakini hizi nyingine tayari Mheshimiwa Jaji Mkuu kupitia mamlaka alionayo amekwisha kutoa matangazo ya serikali ya kuanzisha mahakama hizi, na mtakumbuka kwamba kanda yetu ya Mbeya ilikuwa ikihudumia mikoa miwili, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe, na hivi tunavyozungumza kupitia tangazo la serikali namba 79 ya mwaka 2026 mahakama kuu masijala ndogo ya Songwe imekwisha kutangazwa, na ninayo furaha kusema kwamba tunaye Mheshimiwa Jaji mfawidhi wa mahakama hiyo hapa, lakini pia tunaye naibu msajili na mtendaji na watumishi wengine wa mahakama kuu kanda ya Songwe wapo hapa. Mahakama hiyo inaanza kufanya kazi muda si mrefu. Hii inamaanisha kwamba katika nchi yetu ya Tanzania ni mkoa mmoja tu ndio hauna huduma za mahakama kuu, nao ni mkoa wa Pwani. Nao ndani ya muda mfupi, ninaamini kwa mipango ya viongozi wetu, Mheshimiwa Jaji Mkuu
Mheshimiwa Jaji Kiongozi, mtendaji mkuu pamoja na msajili mkuu wataanzisha ujenzi muda sio mrefu, Pwani nayo itapata mamlaka yake, na kwa hiyo 100% ya mikoa yote itakuwa inayo huduma ya mahakama kuu katika nchi yetu. Za mwanzo, na kwa kipekee niseme kwamba kwenye mkoa wetu huu wa Mbeya, mahakama imejenga mahakama za mwanzo 3. Mahakama ya mwanzo Rupert Tingatinga ambayo ndio hapa tulipo, mahakama ya mwanzo Ndobo ambayo iko wilaya ya Kyela, lakini mahakama ya mwanzo Madibira ambayo iko katika wilaya ya Mbarali. Na leo tunafanya tukio la uzinduzi wa mahakama hizi. Lengo ni kwamba zianze kufanya kazi na zihudumie wananchi, ili kusudi basi tuweze kusogea kwa karibu na kuwafikia wananchi kwa karibu zaidi, ili waweze kupata huduma za mahakama. Vizuri nikasema kwamba katika kutengeneza mahakama hizi tunajitahidi kutengeneza miundombinu ambayo inaifanya mahakama ifikike na watu wote, hata wale wenye uhitaji maalum. Kiliangalia jengo limeweka pia ngazi za watu wenye ulemavu, wanaweza wakatembea na viwezeshi vyao wakaingia mahakamani na kupata huduma. Lakini pia wale wanaoweza kutembea, jengo ni zuri kama ambavyo linavyoonekana, na kwa sababu hiyo basi tuna ndoto ya kuhakikisha tunawafikia Watanzania wote bila kujali hali zao za kiafya au hali zao za kimaumbile. Ndugu viongozi na wananchi, leo tunapozindua majengo haya matatu ambayo nimeyataja, tunayo heshima kubwa kuishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye kama kiongozi wa nchi, mkuu wa serikali na kiongozi wa kwa maana ya mkuu wa nchi, ambaye kwa mamlaka yake aliyonayo kama mkuu wa nchi anakuwa juu ya mihimili mingine yote kama mkuu wa nchi. Inapokuja kama mkuu wa serikali anakuwa sawa na mihimili mingine kwa maana ya bunge pamoja na mahakama. Na kwa nafasi yake kama mkuu wa nchi tunamshukuru sana kwa kuwezesha kupatikana kwa fedha za kuiwezesha mahakama kutekeleza mpango mkakati wake na kujenga vituo hivi vya mahakama ambavyo nimevitaja. Aidha, mshukuru pia Mheshimiwa Jaji Mkuu George Mcheche Masaju, naye pamoja naye lakini na watangulizi wake Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye alikuwepo wakati ujenzi wa mahakama hizi zinaanza, lakini pia na Jaji Kiongozi Daktari Mustafa Mohamed Siani pamoja na mtendaji mkuu Profesa Gabriel pamoja na Eva Nkia msajili mkuu, kwa kukubaliana na maombi yetu pale ambapo tuliwaomba. Tulikuwa na mahitaji mengi ya kujenga maeneo mbalimbali, lakini tulisema kwa sasa tuchague maeneo haya Rupert Tingatinga, Ndobo pamoja na Madibira, na wao kutukubalia kujenga mahakama hizi katika maeneo haya. Tulizingatia vitu vingi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama ambavyo umesema, idadi ya watu, lakini pia umbali uliopo kutoka mahakama moja kwenda mahakama nyingine ya mwanzo. Na kabla ya kujenga mahakama hii, kabla kujenga jengo hili, mahakama hii ilikuwa inatoa huduma kwenye jengo ambalo lilikuwa halina hadhi kama ambavyo imeelezwa, na kimsingi tuliona kwa wingi wa watu walioko hapa, lakini pia na kwa hadhi ya Rupert Tingatinga, iwe ni sehemu ya kwanza katika wilaya hii ya Chunya kupata mahakama mpya ambayo kwa sasa manake inahudumia kuanzia hapa na kwenda mpaka kwenye mpaka wa mkoa huu na mkoa wa Tabora ambapo mpaka unaishia. Lakini ni kutoe wasiwasi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwamba tunacho kiwanja eneo la Mafyeko na wewe umetusaidia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa kiwanja hicho. Mipango yetu kama mahakama ni kuhakikisha tunajenga mahakama pale Mafyeko pia kwa kadiri tutakavyoweza na kadiri bajeti ambavyo zitaruhusu. Lakini pia tumepata maombi eneo la Kambi Katoto, nao wanataka huduma ya mahakama, nasi tuna pale bado hatujapata kiwanja, lakini wanaendelea kutafuta kiwanja. Wakishapata kiwanja wakakisajili,
then tutapeleka pia huduma pale ili kusudi wananchi wale waweze kupata huduma ya mahakama. Mheshimiwa